yatadhibitika. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Ile mpango ambao umepanga kama mwanadamu, ile njia ambao umekuwa nayo, njia zako kama mwanadamu, na umepanga tu kama mwanadamu. Na mara mingi tunapopanga, unapata mara mingi tumemwacha Mungu nje. Unapata mara mingi tumeegemea akili zetu wenyewe. Unapata mara mingi wakati ambapo tumepanga mipango yetu, wakati ambapo tumeenda katika njia zetu, na wakati ambapo mambo yameenda segemnege, hiyo ndio wakati unapata mara mingi watu wanamchukua Mungu kama the better option. Ni kwa sababu kuanzia walipokuwa wakianza kupanga, walimweka Mungu kando. Hawakumhusisha Mungu katika mipango yao. Na tunajua mara mingi mwaka imeanza, na kuna wale ambao wameanza biashara mwaka huu, ama kuna wale ambao wanatarajia kufanya biashara mwaka huu, kwa sababu wakati ambapo tunaomba tukiwa tunajua ya kuwa, tunaofahamu ya kuwa ni biashara gani ambao wanataka kufanya, ama ni kazi gani ambao wanataka kufanya, ama ni jambo gani ambalo umelieka mbele ya Mungu. Ni vizuri yale yote ambayo unatarajia kufanya mwaka huu, kwa sababu tunajua ni mwaka bado ni changa. Ni vizuri ya kuwa uikabidhi mbele za Mungu. Weka tu mipango yako yote ile katika moyo wako na uzikabidhi mbele za Mungu. Uzitandike mbele ya Mungu kama jinsi ambavyo wale ambao walitangulia katika Biblia walichukua karatasi ambao wameandika. Weka mbele ya Mungu, mwambie Mungu, nimeweka hii na hii na hii mbele yako. Hata wakati Ana alikuwa anajua ya kuwa yeye aliona ya kuwa ni tasa, lakini alimgeukia Mungu na akamkabidhi Mungu ile ambayo alikuwa anatarajia Mungu amfanyie, kwa sababu kile ambacho alikuwa anataka Mungu amfanyie, alikuwa anataka Mungu ampatie mtoto. Pengine kuna kitu wewe unataka izalishwe katika maisha yako, na jambo hilo limekuwa ni mzito kwako. Jambo hilo limekuwa ni jambo ambalo ni ngumu. Jambo hilo ambalo limekuwa linaonekana kwa macho ya mwanadamu ni kama haiwezekani. Jambo hilo ambalo unataka kutarajia Mungu inaonekana ni kama haiko, kwa sababu hata wakati ambapo Ana alikuwa anamuomba Mungu, yeye alikuwa anamuomba Mungu akiwa na imani, akijua ya kuwa amemrudia muumba wake, akijua ya kuwa yule ambaye alimuumba anamjua na mfahamu. Na katika hali ile Mungu alimtoa utasa katika maisha yake na akampatia mtoto ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Na sio Samueli peke yake, Mungu akambariki hata na watoto wengine. Na najua hata mwaka inapoanza, tunapoangalia hali ya kiuchumi, tunapoangalia jinsi ambavyo mambo yanaenda, tunapoangalia mara mingi hata watoto wengine wajaenda shule, hawajaripoti shule, ni kwa sababu ya karo, ni kwa sababu ya upungufu wa fedha, ni kwa sababu ya mambo ambayo yako mbele yetu. Biblia inasema ya kuwa tumkabidhi Bwana. Maandiko yanasema ya kuwa mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Mkabidhi Bwana kazi zako, kwa sababu ni kupeleka mtoto ni kazi ngumu. Kumpeleka mtoto shule ni kazi ngumu, na kazi ambayo unafanya pengine unapoangalia mapato yako na yale school fees vile ambavyo yako juu, unapoangalia unaona inakuwa ni mchongoma ama inakuwa ni mlima kwako. Biblia inasema ya kuwa mkabidhi Bwana. Na ndiposa Yeremia akasema, kusoma Yeremia 33 mstari wa 3, wakati ambapo Yeremia alipokuwa amewekwa katika gerezani, alikuwa katika korokoroni. Na alipokuwa katika korokoroni, mahali pale angeweza pata kujitoa, mahali pale alipoangalia maisha yake angeweza kujitoa, lakini Biblia inasema ya kuwa sauti ya Bwana ilimjia, na ilipomkujia ikamwambia kuwa niite nami nitaitika. Na Mungu anataka umuite, kwa sababu unapomuita Mungu kwa imani, unapomuita Mungu ukiwa na imani kwake, unapomuita Mungu hata katika hali ambayo imekufunga, kwa sababu unapata mara mingi mambo yamekuwa ni kama uko katika korokoroni. Mwaka jinsi ambavyo unapoangalia uchumi, unapoangalia hali vile iko, unapoangalia mbele, unapoangalia nyuma, unapoangalia kando, unapoangalia sehemu zote, unaona ya kuwa ni mambo yamejifunga. Kwa vile jinsi ambavyo Yeremia alikuwa katika korokoroni, lakini alipomuita Mungu, Biblia inasema ya kuwa niite nami nitaitika, na nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyofahamu. Na kwa sababu unapomuita Mungu, Mungu anasikia. Si ati Mungu asikii, yeye sio kiziwi.
Mara mingi unapata watu wamekuahidi mambo, lakini wanakuwa ni kizuio. Unapowaita hawashiki simu zako, unapowaendea mipango yao imebadilika. Lakini Mungu mipango yake katika maisha yako haijabadilika, anataka umuite. Ili unapomuita katika maombi, unapomuita yeye ataitika na atasikia kilio chako. Na ndiposa anasema ya kuwa usifadhaike katika moyo wako. Hii mwaka imeanza, unapoangalia ni wakati wa kunyenyekea mbele za Mungu. Ni wakati wa kumuita Mungu. Ni wakati wa kukabidhi hata mipango yako yote ya mwaka huu mbele za Mungu na kumwambia Mungu, hii ndio mikakati ambayo nimeweka mbele yako. Hii ndio mipangilio ambayo niko nayo. Ninaomba Mungu ingilie kati. Involve Mungu. Weka Mungu akakuwe nafasi ya mbele, akakuwe nafasi ya kwanza. Unapopatia nafasi ya kwanza, hakika Mungu atafanya kazi zako zote zikaweze pata kudhibitika. Atafanya kazi zako zote zikaweze pata kufaulu. Kama ni biashara itafaulu, kama ni masomo ya watoto itafaulu, kama ni kazi ya mikono yako, Mungu ataifaulisisha, ataifanya faulu, kwa sababu umeahidi ya kuwa yeye atabariki kazi ya mikono yako. Amekupatia ile ambayo tunasema ni ability to create wealth. Amekupatia, mkabidhi Mungu kazi ya mikono yako, kwa sababu Mungu anangoja ukamkabidhi. Mungu anangoja ukamweze kumuhusisha kwa kila jambo. Usiegemee akili zako, usiegemee ujanja yako, usiegemee hata experience ambayo uko nayo, kwa sababu mara mingi watu wengi wanaegemea experience ambayo uko nayo na wanamuacha Mungu. Ni vizuri kumuhusisha Mungu hata kwa experience ambayo uko nayo. Muweke Mungu katika experience yako, na unapomweka Mungu atadhibitisha. Biblia inasema ya kuwa atadhibitisha mipango yako yote. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Atadhibitisha mawazo yako, atakuimarisha, atakuweka uwe imara. Ni kwa sababu wewe umemkabidhi mipango yako yote. Hata kama hali inakuwa ni ngumu, hata kama hali inakuwa haionekani, unapoangalia vile jinsi ambavyo hali iko, unapoangalia jinsi ambavyo mambo iko, inakaa ni kuwa hakuna jambo ambalo linafanyika, kama jinsi ambavyo Elijah wakati ambapo alipokuwa katika mlima alikuwa na Gehazi, na wakati kulikuwa na ukame ambao ulikuwa imekumba nchi ya Israeli, Elijah alipiga magoti, na alipopiga magoti akaomba, na alikuwa akaomba mara ya kwanza, lakini hakuna jambo lilitokea. Akaomba mara ya pili, hakuna jambo lilitokea. Akaomba mara ya tatu, lakini hakuna jambo lilitokea. Lakini aliendelea mpaka mara ya 7, na wakati alipoomba akaona kuna mawingu ambaye imeanza kutokea, na akajua ya kuwa Mungu amesikia maombi yake. Na alipojua ya kuwa Mungu amesikia maombi yake, na akamwambia Gehazi, ni wakati wa kutoroka, kwa sababu mvua inakuja, kwa sababu wakati ulikuwa ni ukame. Pengine unapoangalia mwaka huu, unapoangalia jinsi